Kwa msingi huo, serikali inatoa wito kwa wanachama wa klabu ya Simba na wadau wake wote kuheshimu maamuzi ya kisheria ili klabu iweze kuendelea kwa utulivu, mshikamano na mafanikio makubwa. Kama tunavyofahamu, klabu ya Simba ni klabu kubwa yenye mafanikio makubwa. Kwa hiyo tunaamini kwamba kupitia katiba hii na maboresho haya, mchakato huo utaenda kuimarisha na kuifanya klabu hii iweze kupanda viwango zaidi. Kwa kutolewa kwa idhini hii, marekebisho ya katiba ya klabu ya Simba sasa yanatambulika rasmi na serikali, na klabu inatarajiwa kuyatekeleza kwa kuzingatia kikamilifu sheria, kanuni, maamuzi ya mkutano mkuu, kwa kuhakikisha manufaa kwa utaratibu zote zinazingatia kwa mujibu wa ushauri wa mwanasheria mkuu wa serikali. Serikali itaendelea kutekeleza wajibu wake wa kisheria kwa lengo la kulinda maslahi ya wanachama na wawekezaji na maendeleo ya michezo nchini. Na mwisho naweza kusema kwamba mchakato huu utakapokwenda vizuri, klabu ya Simba ndio litakuwa kama shamba darasa kwa klabu nyingine zote. Mchakato huu, na sisi serikali ndio tunavyoamini kwamba mchakato utakwenda salama, uwekezaji utafanyika, na kwamba klabu ya Simba ndio klabu nyingine zitajifunza kutoka kwao namna ya kufanya transformation ya klabu. Kwa hiyo serikali inaliamini hilo na tuna matarajio yake ni haya ambayo tumeyasema. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante sana msajili wa vyama vya michezo nchini kwa maelezo yako ya kina. Nikianza, swali la kwanza ilikuwa kwamba je, baada ya maboresho ya kuidhinisha katiba hii, je, mchakato huu unaanza upya au unaanza nini? Mimi kama msajili, sisi kama serikali, kazi yetu kubwa ni moja. Unaleta maboresho ya katiba kama ulivyokuwa umepanga, kama ulivyokuwa umepata mkwamo, na sisi tumejiridhisha sasa inaenda kuondoa mkwamo. Kwa hiyo mchakato utakaoendelea, klabu ya Simba ndio itaweza kuwaeleza jamii kwamba wataanza wapi, wataelekea wapi au wameishia wapi. Sio kazi ya serikali au ya klabu. Sisi kazi yetu ni kuidhinisha nini? Maboresho ya katiba, na si vinginevyo. Naamini tumeelewana hapo. Swali la pili, umeuliza kwamba wawekezaji watakuwa wangapi. Mimi nikisoma kanuni, ile kanuni ya 18A, kanuni A ambayo ni ya kanuni ile ya sheria ya Baraza la Taifa kama nilivyo ya 2017, imesema kwa klabu ya wanachama itakayoamua kuuza hisa zake na kuinvite kwamba uwekezaji, basi inaruhusiwa. Sisi tumeruhusu uwekezaji ndani ya nini? Ya klabu. Sijui tunaelewa. Katiba imeruhusu uwekezaji ndani ya nini? Ya klabu. Watakuwa wawili, watatu, wanne, 10, 20. Ni klabu ya Simba yenyewe ndio itakayoamua kwa mujibu wa kanuni. Hii imeruhusu nini? Uwekezaji. Na mimi neno uwekezaji linaeleweka. Lina umoja, lina wingi, lina nini, limebeba maudhui kwa upana. Limetoa tafsiri kwa upana. Kwa hiyo hayo yote yatafanyika na klabu ya Simba. Swali lingine limekuwa mwenyekiti wa bodi anapatikanaje kwenye klabu ya Simba. Katiba hii tukumbuke, katiba hii ni ya klabu ya Simba. Imeruhusu uwekezaji kwenda kwenye kuanzisha kampuni. Itakuwepo kampuni ya Simba Sports Club Company Limited ambako ndio bodi inakoundwa. Inamaanisha kwa maana ya katiba imeeleza kwamba utaratibu
wa namna bodi itakavyoendeshwa, huo utafanywa kwa mujibu wa kanuni na makubaliano watakayokuwa wameifanya klabu ya Simba na wawekezaji wao au ndani ya uwekezaji wao. Hiyo yote kwa ajili ya nini? Tunatenganisha kampuni isiingie kwenye katiba. Ukiingiza kwamba uongozi wa kampuni ukae kwenye katiba, umenelewa? Yaani kwamba utafute kwamba atapatikanaje, inategemeana na makubaliano watakayokwenda wamefanya nini, wameingia. Kwa hiyo wenyewe kwa mujibu wa katiba yao utafanywa kwenye bodi chata, ndio utakaofafanua nini, mchanganuo wa upatikanaji wa wajumbe. Tunaelewana? Lakini naamini nimekidhi majibu ya hilo swali, wanapatikanaje. Ninakuja swali lingine, mawasiliano yapi yalikuwa yanafanyika? Labda tuweze kutoa ufafanuzi. Nimesema hivi, wakati tunaboresha yalikuja vipengele ili kuhakikisha kwamba ushauri wa mwanasheria mkuu wa serikali, yale mambo ambayo yalikuwa yamekwamisha mchakato, ndio sisi tuliokuwa tunayatazama, ndio mawasiliano yalilenga huko, na kuhakikisha kwamba katiba hii sasa inaenda kubeba lile jukumu la transformation inapoenda kufanya nini, ndio mawasiliano yalikobeba kutokana na mkutano mkuu walivyoamua. Kwa hiyo mkutano mkuu unaamua vipengele vinapokuja hapa, vinachambuliwa na kuangalia na kutengeneza tafsiri ambayo inafanya nini, itaridhika na itakidhi matakwa ya kisheria na kikanuni. Hayo ndio yalikuwa mawasiliano tuliyokuwa tunayafanya na si vinginevyo. Haya, kuna 49% ya uwekezaji. Je, ni mmoja au nini? Nimetoa majibu kule kwamba kanuni yetu imesema kwa klabu ya Simba au kwa klabu yoyote yenye wanachama watakapoamua kwenda kwenye kuuza hisa zao, umenelewa, basi zile hisa nyingine 49 zimewekwa kwa ajili ya uwekezaji. Sijui tumeelewana? Lakini hapa ndio maana ya hiyo. Tunakuja swali la mwisho, bodi ya wakurugenzi itakuwa madarakani, si ndio hivyo hilo swali itakuwa madarakani? Hili swali sasa mimi siwezi, mimi sio Simba Sports Club. Sawa? Mimi sio Simba Sports Club. Anayeweza kulifafanua huu ni uongozi wa klabu ya Simba kuhusiana na maboresho yaliyofanyika. Mimi siwezi kusema eti upo au haupo au ufanye nini. Hapana. Sisi tumepitisha vifungu jamani vinavyoweza kuwekeza huo mchakato uweze kufika mwisho. Basi ufafanuzi mwingine mtaupata kwenye klabu ya Simba. Asante sana msajili kwa maelezo yako mazuri kwa maswali ambayo yameulizwa.